Karibuni kwa ajili ya neno. Amen. Tarajia kupokea katika jina la Yesu. Tarajia kuona Mungu anakuhudumia katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Tunaendelea na somo letu la kuielewa Biblia. Kuielewa nini? Kuielewa Biblia. Kuielewa Biblia. Tunataka tuijue Biblia. Tunataka tujue namna ya kusoma Biblia. Tujue namna ya kusoma Biblia. Tujue Biblia hasa ina ujumbe gani? Biblia hasa ina ujumbe gani? Iliandikwa kitu gani? Iliandikwa kwa ajili ya nini? Na iliandikwa namna gani? Ukiweza kupata majibu ya maswali hayo, bila shaka Biblia itakuwa ni kitabu chepesi kwako. Biblia itakuwa ni kitabu chepesi, itakuwa ni kitabu chepesi sana kwako. Itakuwa ni kitabu chepesi sana kwako. Fungua kitabu cha waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Mstari wa 16. Tutaanzia mstari wa 15. Tutaanzia mstari wa 15. Tutaanzia mstari wa 15. Mstari wa 15. Mstari wa 15. Kuanzia mstari wa 15. Anasema na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Umeyajua maandiko matakatifu. Tulisema kwamba tunapozungumza kuhusu maandiko matakatifu tunazungumzia Agano la Kale. Kwa hiyo Timotheo alikuwa na ufahamu wa maandishi ya Agano la Kale. Anasema yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwamba lengo la maandiko ni kukufundisha kuhusu wokovu. Lengo la maandiko ni kukufundisha kuhusu wokovu, na sio kitu kingine chochote. Lakini pia tuweza kuona kwamba Yesu Kristo alipofundisha, alifundisha kutoka katika maandiko. Angalia Luka 24, Luka sura 24 mstari wa 25 mpaka 27. Luka 24 25 mpaka 27. Luka 24 25 mpaka 27. Yesu alipofundisha, alifundisha kutoka katika maandiko. Alifundisha kutoka katika maandishi ya Agano la Kale. Alifundisha kutoka katika maandishi ya Agano la Kale. Luka 24 mstari wa 25 mpaka 27. 25 mpaka 27. Luka 24 25 mpaka 27. Anasema, akamwambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Musa anazungumzia vitabu 5 vya Musa, ambavyo ni vipi? Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati. Anaposema kuhusu manabii, anazungumza vitabu vingine vilivyobaki. Sasa hivi vitabu vyote vimemzungumzia Yesu Kristo. Vimemzungumzia Yesu. Na Yesu anapofundisha anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Haina maana kwamba maandiko yote
yameandikwa kuhusu Yesu. Haina maana kwamba maandiko yote yameandikwa kuhusu Yesu. Kuna vitu vingine kwenye maandiko, lakini lengo la uwepo wa maandiko ni ili yamuelezee kuhusu nani? Yesu. Sasa utakapokuwa unasoma maandiko, maana unaposoma Mwanzo mpaka Malaki, ni lazima uweze kujua kwamba unatafuta taarifa zinazomhusu Yesu. Nitaomba unisaidie mtoto tafadhali. Ikiwezekana akae pale nyuma. Maandiko yanamhusu Yesu. Kwamba kuna habari zingine. Katika zile habari zingine unapaswa uwe na uwezo wa kuzitoa zile habari zingine, ubaki na taarifa kuhusu nani? Kuhusu Yesu. Kuhusu Yesu. Kwa hiyo anaposema kaanza Musa na manabii wote akawaeleza katika maandiko mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe, ana maana kwamba Yesu alikuwa anafunua maandishi yale, anawatenganishia maandishi mengine yasiyomhusu yeye na yale yanayomhusu yeye, anabaki na yale yanayomhusu yeye, kwa sababu hayo ndiyo yanayowafaa, yanahusu wokovu. Yanahusu wokovu. Angalia mstari wa 44. Mstari wa 44. Anasema akawaambia, haya ndiyo yale niliyowaambia nilipokuwa pamoja nanyi. 44. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Manake Torati ya Musa, manabii na vitabu vya Zaburi aliandikiwa Yesu Kristo. Aliandikiwa nini? Angalia mstari wa 45. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Mataifa yote watahubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa hiyo unaposoma vitabu vya Musa, unaposoma manabii, unaposoma Zaburi, ni lazima ukutane na taarifa gani? Angalia mstari wa 46. Anasema, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Na matokeo ya Kristo kuteswa na kufufuka siku ya tatu ni kwamba mataifa yote wahubiriwe kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Habari ya toba na ondoleo la dhambi. Anaposema habari ya toba na ondoleo la dhambi, anazungumza kitu kimoja. Toba na ondoleo la dhambi ni kitu kimoja, kwamba habari za toba zinahusu ondoleo la dhambi. Sawa? Hii toba hapa sio yale maombi tunayoomba kwamba Mungu nisamee, Mungu nimekosa hiki, nisamee. Anapozungumza kuhusu toba, anazungumzia ujumbe unaoondoa dhambi za watu. Injili. Kwamba utakapohubiriwa kwamba kupitia Yesu Kristo kufa na kufufuka siku ya tatu, maana yake kwenye hizi taarifa, kwenye habari za mateso ya Kristo na kufufuka siku ya tatu, unapata ujumbe kwamba nimesamehewa dhambi kupitia hilo. Nimesamehewa dhambi kupitia hilo. Ndio maana anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote. Lakini kabla ya hapo anasema, je, haikumpasa Kristo kuteswa na kufufuka siku ya tatu? Haikumpasa. Mstari wa 26. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Mateso ya Yesu ni kufa, kwenda kuzimu siku tatu, na siku ya tatu anafufuka, ndio kuingia katika utukufu wake. Anapoingia katika utukufu wake, wewe unapokea msamaha wa dhambi zako. Unapokea msamaha wa dhambi zako. Kwa hiyo maandiko yalimhusu nani? Yalimhusu Yesu. Na wiki iliyopita tuliweza kuona namna ambavyo Yesu alikuwa anafundisha kuhusu yeye mwenyewe kupitia maandiko, lakini namna gani ambavyo maandiko mbalimbali katika Agano la Kale tulikuwa tunaona yanarudiwa katika maandishi ya Agano Jipya, na yote yakimuelezea Yesu. Tukaona namna ambavyo maji
yalikuwa yanamaanisha uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya watu. Mito ya maji yaliyo hai ilikuwa inamaanisha uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya mioyo ya watu. Lakini pia tulitazama namna ambavyo unabii juu ya Yuda kama msaliti wa Yesu ambavyo kwenye kitabu cha Zaburi uliweza kumwasilisha. Lakini vile vile tuliweza kuona katika kitabu cha Matendo ya Mitume namna ambavyo yule towashi alikuwa anasoma kutoka kwenye kitabu cha Isaya 53. Tukasoma yale maandishi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini vile vile tukaenda kusoma kwenye kitabu cha Isaya, tukaona kwamba nabii Isaya aliandika kuhusu Yesu. Aliandika kuhusu msamaha wa dhambi. Aliandika kuhusu msamaha wa dhambi. Ndio maana yule towashi alikuwa anahoji maswali. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 8. 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 Tuangalie mstari wa 32. Tuangalie mstari wa 32. 32. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 32. Matendo ya Mitume sura ya 8:32. Tumefika hapo? 8:32. Anasema Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 32. Nataka wote tufike hapo. 8:32 Matendo ya Mitume. Okay. Anasema, na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwanakondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya. Katika kujidhiri kwake hukumu yake iliondolewa, na nani atakayeelezea kizazi chake? Maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba, nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Anasoma kitabu cha nabii Isaya, anajiuliza maswali. Je, Isaya anajizungumzia yeye mwenyewe? Huyu mtu ambaye anasema kwamba aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwanakondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Je, huyu ni nani? Mnaona namna ya kusoma Biblia na unajiuliza maswali ya msingi kujua hapa alikuwa anamzungumzia nani. Anauliza, je, alikuwa anamzungumzia mtu mwingine au alikuwa anajizungumzia yeye mwenyewe? Alikuwa anamzungumzia mtu mwingine au anajizungumzia yeye mwenyewe? Sasa angalia mstari wa 35. Angalia mstari wa 35. Poleni giza kidogo. Naamini umeme utarudi. Kwa hiyo tu wavumilivu. Mstari wa 35. Anasema, Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Kwa hiyo hii Isaya 53 aliyokuwa anaisoma, fungua Isaya 53. Isaya 53. Isaya 53. Utasoma kuanzia mstari wa 7. Isaya 53. Isaya 53. Tuangalie mstari wa 7. Isaya 53 mstari wa 7. Anasema, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayeyasimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Isaya anajiuliza, huyu ni nani? Towashi anajiuliza, huyu ni nani? Isaya anamzungumzia nani? Je, anajizungumzia yeye mwenyewe au kuna mtu mwingine? Filipo anapomwelezea anamwambia alikuwa anamzungumzia Yesu. Anasema akaanza andiko lilo hilo akamfundisha kuhusu nani? Akamhubiri Yesu. Akamhubiri Yesu. Kwa hiyo alihubiri nini? Kwamba Kristo
atateswa na kufufuka siku ya 3, ili kila mwanadamu aweze kupokea msamaha wa dhambi. Akamhubiri nini? Akamhubiri mateso atakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo mateso. Mateso atakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo mateso. Kwa hiyo hii kusaidia kuweza kujua kwamba maandiko yanamhusu Yesu. Isaya aliandika vitu vingi, lakini katika vitu vingi alivyoviandika kuna taarifa kuhusu Yesu Kristo. Na taarifa kuhusu Yesu Kristo. Na sisi tunapaswa tuzitazame taarifa kuhusu nani? Kuhusu Yesu Kristo, kwa sababu hizo ndio zinazotusaidia. Hizo ndio zinazotusaidia taarifa kuhusu Yesu Kristo. Kuhusu Yesu Kristo. Sasa nataka uangalie kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 3. 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 Sura ya 4 mstari wa 3. Sura ya 4 mstari wa 3. Kama joto limezidi naomba tufungue mlango Saidia kufungua mlango. Weka hivi viti hapo. Amen. Sasa anasema Warumi 4:3 anasema, maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Nini kinasema hivyo? Ameandika nini hapo? Nataka tusome wote. Anasema maana maandiko yanasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Yes. Maandiko yanasema Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa. Maandiko ni nini? Nataka tuwe na kumbukumbu. Sawa, mwende pamoja na mimi. Maandiko ni nini? Agano la Kale. Sawa? Maandishi ya Agano la. Kwa anaposema maandiko yasemaje? Unapoona neno maandiko, maana yake akili yako ujue kwamba kinachosemwa hapa hakipo kwenye Mathayo mpaka Ufunuo. Kipo kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Ndio maana anasema maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Sasa ili tuweze kuona hili neno kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki, tutaenda kulitafuta kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki. Sawa? Angalia kitabu cha Mwanzo. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6. Mwanzo 15 mstari wa 6. Mwanzo 15 mstari wa 6. Nataka tusome huo mstari. Mwanzo 15 mstari wa 6. Mwanzo 15 mstari wa 6 anasema, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa. Maana yake mwandishi wa kitabu cha Warumi anapofundisha, anafundisha kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 6. Maandishi ya Biblia sio utunzi wa mwanadamu. Sio utunzi wa mwanadamu. Sio kama kuna watu walikaa wakaamua kutunga habari wakaziita kitabu cha Warumi. Hapana. Kinachofundishwa kwenye kitabu cha Warumi kinatoka kwenye maandiko. Maana yake maandishi ya Agano la Kale yamezaa maandishi ya Agano Jipya. Hatuwezi kuwa na Agano Jipya bila kuwa na Agano la Kale.
Hatuwezi kuwa na agano jipya. Kwa hiyo chochote utakachotaka kujifunza kwenye agano jipya, lazima ujue msingi wake upo katika maandishi ya agano la kale. Kwa hiyo Biblia ni kitabu kimoja. Useme kama mimi napenda agano la kale tu, agano jipya silitaki. Au mwingine anasema agano jipya silitaki, nataka agano la... Hapana. Hivi vitabu vyote vinategemeana. Vitabu vyote vinategemeana. Kwa hiyo tutakapotaka kujifunza kuhusu kuhesabiwa haki, maana yake maandishi ya agano la kale yatatufundisha kuhesabiwa haki pasipo matendo kupo namna gani na kumeelezewa vipi. Kwa hiyo Warumi 4:1-8 itakuwa ni mafunzo kutoka kitabu gani? Kutoka kitabu cha Mwanzo na Manabii. Sasa nataka uangalie mstari, angalia Warumi 4. Angalia mstari wa 6. Angalia mstari wa 6. Warumi 4 mstari wa 6. Warumi 4 mstari wa 6. Warumi 4:6. Warumi 4:6. Tumefika hapo? Warumi 4:6. Warumi 4:6. Yes, kuna mmoja hajafika bado hapo. Warumi sura 4 mstari wa 6. Okay. Sawa, tunakusubiri. Tunakusubiri. Ni kitabu gani hicho? Kitabu gani hicho? Okay, rudi huku nyuma. Rudi nyuma. Okay, Warumi, rudi tena. Okay, Warumi 4:6. Warumi 4:6 anasema, kama vile Daudi aunenavyo uheri wake mchi yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mchi yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Daudi anaunena uheri wa mtu yule ambaye Bwana amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Daudi ameunena huo uheri wapi? Katika maandiko. Ameunena wapi? Katika maandiko. Kwa nini? Kwa sababu maandishi ya Daudi yanapatikana wapi? Kwenye vitabu vya Zaburi. Maandishi ya Daudi yanapatikana wapi? Kwenye vitabu vya Zaburi. Kwa hiyo anaposema uheri wake mtu yule ambaye Bwana amhesabia haki pasipo matendo, heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao, maana yake taarifa hii tutaipata kwenye maandiko ambayo ni maandishi ya agano la kale. Fungua kitabu cha Zaburi 32. Zaburi 32. Zaburi 32. Zaburi 32 mstari wa kwanza. Zaburi 32 mstari wa kwanza. Zaburi 32 tutasoma mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza na wa pili. Nataka mnisomee, nisikie sauti zenu kama tumefika. Tumefika wote? Zaburi 32 mstari wa kwanza na wa pili. Soma. Aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake. 2. Bwana aliyemhesabia upotofu. Rudia tena Upendo. Bwana asiyemhesabia upotofu. Ambayo wake hamna hila. Tumeona Warumi 4:6 mpaka 8 tulipokuwa tunasoma. Tumeona haya maneno, sio?
heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Hapa anasema upotovu, lakini anazungumza kitu kimoja. Heri aliyesamehewa dhambi. Sasa anatumia haya maandishi kufundisha kuhusu haki inayopatikana kwa imani. Anaposema heri, ana maana ya amebarikiwa. Heri, amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana hamhesabii upotovu, mtu yule ambaye amesamehewa dhambi zake. Mtu huyo ni yupi? Aliyemwamini Yesu. Heri. Kwa hiyo Daudi anapoandika kwenye kitabu cha Zaburi 32, anamzungumzia mwamini, anamzungumzia mtu aliyeokoka. Huyo ndio mtu ambaye ni heri. Ni heri. Uheri wake ni kwa sababu amesamehewa dhambi zake pasipo matendo yake. Uheri wake ni kwa sababu Bwana amesitiri makosa yake. Mungu haoni dhambi zake. Huo ndio uheri wake. Huko ndio kubarikiwa kwake. Kubarikiwa kwa waamini hakupimwi kwa vitu vya mwilini, kwamba umebarikiwa kwa sababu una gari, una nyumba, una fedha nyingi. Kubarikiwa kwa waamini kunapimwa kwa sababu wamesamehewa dhambi zao. Kwa unaposema nimebarikiwa, baraka inayozungumzwa hapa ni msamaha wa dhambi. Baraka inayozungumzwa hapa ni kuhesabiwa haki pasipo matendo yako. Sasa waandishi wa maandishi ya Agano Jipya wanapoandika na kufundisha kuhusu haya, watatumia maandiko, yaani watatumia Mwanzo mpaka Malaki. Hii inafanana kile Yesu anachosema, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko mambo yote yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kuielewa Biblia, ni lazima uweze kuelewa kwamba Biblia inafundisha kuhusu wokovu, na waandishi wa Agano Jipya walikuwa makini kabisa kuweza kutumia maandiko kufundisha wokovu, kufundisha wokovu, kufundisha wokovu, kufundisha wokovu. Angalia Warumi 15:4. Warumi 15:4. Warumi 15:4. Warumi sura ya 15 mstari wa 4. Anasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Haya yaliyotangulia kuandikwa ni yapi? Agano la Kale. Maandishi ya Agano la Kale yaliandikwa ili kutufundisha. Ndio maana tumeona kwenye kitabu cha Timotheo wa pili 3:15 na 16 anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu inazungumzia maandishi ya Agano la Kale, yanafaa kwa mafundisho. Yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kutufundisha nini? Sema wokovu. Kutufundisha wokovu. Kwa hiyo utakapochukua Biblia yako kufundisha, utapaswa ufundishe kuhusu, sio jasiriamali, sio nini? Fundisha wokovu. Sio urembo. Sema Biblia, kwenye Biblia kuna warembo pia. Hata kama Biblia ina warembo, lakini Biblia haikuandikwa ili ujifunze urembo. Biblia iliandikwa ujifunze msamaha wa dhambi. Kwa nini watu hawana uhakika na wokovu wao? Wanakaa na wasiwasi muda wote. Hawajui kesho yao, kwamba mimi
Nikifa naenda wapi? Hajui. Ni kwa sababu wakichukua Biblia wanataka wajifunze ujasiriamali, wakichukua Biblia wanataka wajifunze mapishi, wakichukua Biblia wajifunze kilimo, wakichukua Biblia hiyo wajifunze si uvuvi. No. Ukifanya hivyo unamkosa Yesu. Lakini ili Biblia iwe na manufaa kwako, ni lazima ujue kwamba hiki kitabu kiliandikwa kuhusu wokovu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Iliandikwa kuhusu msamaha wa dhambi. Iliandikwa kuhusu msamaha wa dhambi na sio uvuvi. Biblia. Ukitaka ujifunze mapishi kwa kutumia Biblia, utakuwa ni mpishi, si mpishi gani? Si mpishi mbaya wa kwanza dunia yote kwa kutumia Biblia. Kwa nini? Kwa sababu Biblia haikuandika kwa ajili ya hilo. Amen. Ukitaka kujifunza kuhusu mapishi, kuna vyanzo vingine vya taarifa. Nani wameandika? Wataalamu, wanadamu ambao wanaufahamu juu ya hilo eneo, wameandika, wamefundisha, jifunze kwao. Unapokuja kuchukua Biblia, jua kwamba Biblia inafundisha tu kuhusu Mungu peke yake. Kuhusu Mungu peke yake. Maandiko ni kwa ajili ya wokovu. Kwa hiyo kila kilichofundishwa na Yesu Kristo na mitume, hakuna kilichotoka nje ya maandiko. Yaani Yesu alipofundisha, alifundisha kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Petro akifundisha, anafundisha Mwanzo mpaka Malaki. Yohana anafanya hivyo. Mtume Paulo anafanya hivyo. Ndio maana utakuta unaposoma maandishi ya Agano Jipya yana nukuu nyingi za Agano la Kale. Hiyo inakuonyesha nini? Kwamba kinachofundishwa kwenye Agano Jipya kinatoka kwenye maandishi ya Agano la. Tunaposema Agano la Kale, haina maana kwamba hilo agano limepita, haina maana kwamba maandishi yake yamepitwa na wakati. Nitawafundisha kuhusu hilo wakati mwingine. Lakini tunapozungumza kuhusu maandishi ya Agano la Kale, tunazungumza kwamba ni maandishi ambayo yaliandikwa kuhusu kile kitakacho kuja, ambacho ni Agano Jipya. Ambacho ni Agano Jipya. Kwa hiyo Yesu katika vitabu vya Injili na mitume wake, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume na nyaraka zao, walikuwa hawana Biblia nyingine isipokuwa vitabu vya Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki. Hivyo unapoona neno maandiko, ni lazima akili yako ikupeleke kwenye Agano la Kale. Hawakufundisha kutoka hewani au kile walichobuni au kutunga. Badala yake walifundisha kile kilichoandikwa. Maandishi yote ya Agano Jipya yaliandikwa kutoka kwenye yale ya Agano la Kale. Tutaitazama hili hapo baadaye. Maandiko ndiyo Biblia yenyewe. Maandiko ndiyo Biblia yenyewe. Maandiko ndiyo Biblia yenyewe. Kwa hiyo unapotaka kuielewa Biblia, ni lazima haya kwanza uyaelewe. Ni mambo ya msingi, kwamba Biblia iliandikwa kwa ajili ya kufundisha nini? Wokovu. Wokovu. Katikati ya wiki tumejifunza kuhusu ukuaji wa kiroho, tuitafsiri maana ya wokovu. Tukasema wokovu ina maana ya kuokolewa na kuwekwa salama. Sasa Biblia inazungumza namna ambavyo Mungu katika Yesu Kristo alikuokoa wewe na kukuweka mahali salama. Mwanzo mpaka Ufunuo wanazungumza hivyo. Na kila tutakapokutana kwenye makusanyiko yetu, tutafundishana hilo. Namna gani Mungu alikuokoa na kukuweka salama. Muda wote utatafakari hayo. Muda wote utayaona hayo unaposoma maandiko. Maandiko yaliandikwa ili yasomwe. Tunapenda kusoma Biblia. Tunapenda. Hakuna mtu mwingine mimi napenda maombi tu. Sala la kusoma Biblia, mimi napenda maombi. Penda vyote. Sawa? Penda vyote. Kwa sababu maandiko yaliandikwa ili yasomwe. Usipoyasoma huwezi kuyaelewa. Kwa hiyo tukisema Yesu alifundisha kutoka katika maandiko, ina maana gani? Yesu alikuwa msomaji wa maandiko. Mitume wake walifundisha kutoka kwenye maandiko, maana yake mitume wake walikuwa ni wasomaji wa maandiko.
huwezi kufundisha kama husomi Biblia. Namaanisha huwezi kufundisha Biblia kama huisomi. Ni lazima tujenge utamaduni wa kuwa wasomaji wa neno. Tusiogope neno. Hiki kitabu hiki, nakiona hiki kitabu. Hiki kitabu ni kwa ajili yako. Hii Biblia ni kwa ajili yako wewe. Uisome. Uisome. Ndio maana ninawasisitiza tunapofundisha hapa na wewe unakuwa na Biblia unasoma, si ndio? Kwa nini? Unahakikisha, je, ninachokifundisha hapa ndivyo kilivyo kwenye maandiko? Ndio maana unapokuja kanisani upasi kusahau Biblia. Sawa? Upasi kusahau Biblia. Kama yani upasi kusahau Biblia. Ni vitu vya muhimu unapoenda kanisani. Kwa sababu kitabu kinachotumika kufundisha kanisani ni Biblia. Tuache ule utamaduni wa dini. Makanisa yetu ambayo tulitoka huko kabla hatujaokoka, kwamba mchungaji peke yake ndo anasoma Biblia. Mchungaji peke yake ndo anasoma Biblia. Kama mchungaji peke yake ndo anasoma Biblia, wewe unamsikiliza anachosema, unarudi nyumbani, tutakutana tena siku ya? Hapana. Waamini hatuko hivyo. Ndio maana unakuwa na Biblia, unakuwa na sehemu ya kuandika. Lengo lake ni nini? Ukirudi nyumbani, unarudia, unapitia tena na tena, ili uweze kupata ufahamu, ili uweze kuelewa. Kwa sababu tunawaandaa kuwa walimu pia wa neno. Amen. Mimi sitasimama hapa siku zote. Siku nyingine utatakiwa usimame hapa ufundishe, si ndio? Sasa utafundisha nini? Ndio maana unapokuja kanisani, unakuja darasani. Sawa? Unakuja darasani, unakuja kujifunza maandiko. Ndio maana unakuwa na peni na daftari. Peni na daftari. Mitume wa Yesu Kristo na Yesu mwenyewe walikuwa wasomaji wa maandiko. Kwa sababu huwezi kujua maandiko pasipo kusoma. Ni lazima upende kusoma maandiko, nje ya hapo huwezi kuyaelewa. Penda kusoma Biblia. Penda kusoma Biblia. Ipende Biblia yako. Ipende Biblia yako. Na uipende zaidi sasa hivi ninavyokufundisha namna ya kuisoma. Maana inawezekana kuna wakati ulikuwa hujui namna ya kuisoma, ulikuwa unaichukua tu unasema Mungu sehemu yote itakayofunguka mimi naisoma siku hiyo leo. Unacheza sandakalawe. Kama unafumba macho, unaiachia Biblia yako, itakapofungukia hapo hapo unasoma. Ukiona neno baya unasema Mungu hapa akupanga nisome hapa, ngoja nifanye nyingine. Lakini Biblia haisomwi hivyo. Biblia inasoma kwa mpangilio kabisa. Unajua kabisa kwamba Biblia inahusu kitu gani, na nitakapokuwa nasoma maana yake nina lengo la kujua wokovu ulio katika Kristo Yesu. Angalia Luka 2:41. Luka 2:41 mpaka 49. Luka 2:41 mpaka 49. Luka 2:41 mpaka 49. Ili uelewe maandiko ni lazima usome. Sawa? Usome. Luka 2:41 mpaka 49. Kipende hicho kitabu, kifurahie. Luka 2:41 mpaka 49. Biblia sio kitabu cha kujilinda na mapepo. Sawa? Ya sio kitabu cha kujilinda na mapepo. Kama unasema ili mapepo yasinivamie usiku huu, unachukua Biblia unaiweka chini ya mto. Tumefanya hivyo au tunafahamu watu waliofanya hivyo? Kuna wakati mimi nishaifanya hivyo. Nachukua Biblia naiweka chini ya mto. Nikiweka chini ya mto, nahisi wachawi wakija kunikaba wataogopa Biblia. Lakini wachawi hawaogopi Biblia.
Wachawi, ushindi wako dhidi ya wachawi ni neno lilo ndani yako wewe, ulilolisoma ukalielewa, likakutambulisha wewe ni nani katika Kristo, likakutambulisha Kristo amekuweka wapi. Huo ndio ushindi wako juu ya nguvu za giza na utendaji kazi wote wa adui. Hiyo haitakuhitaji hata ukisahau Biblia mahali, unalo neno ndani. Sawa? Sio Biblia, sio kitabu cha kujilindia na mapepo. Zile tamthilia au movies zisituharibu. Sichaona ile movie yule mtu anavamiwa na mapepo, baada hapo anamwekea yule pepo Biblia. Akimwekea Biblia yule pepo anakimbia. Ule ni uongo. Ule ni uongo. Sawa? Biblia inapaswa ikae ndani, yani ikae ndani yako. Uwe na ufahamu juu ya kile kilichoandikwa. Luka 2:41. Tumefika? Anasema basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka. Huyu ni nani? Nataka hebu tusome. Huyu ni Yesu, si ndio? Sawa. Anasema basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Nao walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni, ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akamwambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Zingatia mstari wa 46. Anasema Yesu alikuwa anafanya nini? Ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Hao walimu sio walimu wa hesabu au Kiswahili, ni walimu wa maandiko. Alikuwa anawasikiliza na kuwauliza maswali kuhusu maandiko. Kwa hiyo Yesu anapokuja kufundisha maandiko, haina maana kwamba Yesu, kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu katika mwili, basi alikuwa na uwezo wa kukaa tu maandiko yakaingia tu ndani yake. Alichukua muda kusoma, kwa sababu Yesu alikuwa ni binadamu kama ulivyo wewe. Alihitaji kuifundisha akili yake kuhusu maandiko. Hakukaa akasema kwamba hiki kitabu kitajaa tu ndani yangu. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kukaa katikati ya walimu ajifunze. Ndio maana lengo la uwepo wa kanisa ni kituo cha mafunzo. Sema, kanisa ni kituo cha mafunzo. Kanisa ni shule. Sawa? Tukawa tulikimbia shule kipindi hicho, tulikuwa tunaiogopa, lakini ulipookoka tu Mungu anakupa shule tena. Kwa nini? Ukiokoka Mungu anakuandaa kuwa mtumishi wake. Sasa huwezi kuwa mtumishi wa Mungu pasipo kufundishwa. Unanielewa? Ndio maana unapookoka Mungu anakuleta shuleni tena, kwa sababu anakuandaa kuwa mtumishi wake. Kanisa ni mahali pa kujifunza kuhusu maandiko ili ukafanye huduma. Kwa nini tunajifunza maandiko? Tukafanye huduma, tukawahubirie wengine na kuwafundisha. Maana yake hiki ninachokufundisha hapa leo, unapaswa wewe pia uwafikie watu wasiokijua, wafundishe kwamba Biblia sasa tunasoma hivi, kwamba Biblia iliandikwa kwa ajili ya hili. Unapookoka tu Mungu anakutaka ukae darasani. Kwa hiyo tusikimbie madarasa, sawa? Yes, kwa sababu
Ili tuwe imara katika Kristo, tuwe na ufahamu mzuri kuhusu Mungu, ni lazima tukae darasani, tusome. Tusome. Kuna kitu kinasikitisha. Ili mtu awe mwalimu wa shule tu za kawaida za duniani, ni lazima aende chuo cha ualimu, si ndio? Muda mrefu. Ili mtu awe daktari, aweze kumtibu mgonjwa, ni lazima aende chuo cha udaktari muda mrefu, asome, si ndio? Lakini inasikitisha kwamba Wakristo, hasa sisi walokole, tunataka tufundishe kuhusu Biblia pasipokaa darasani. Tunataka tuhubiri kuhusu neno la Mungu pasipokaa darasani. Ili hali hata wewe ulipotaka kuanza tu kupika pilau ya upendo, ulianza tu kupika pilau zuri vile, kuna mtu alifanya nini? Ulijifunza, sio? Kuna mtu alikufundisha. Mama sana ndio alikufundisha. Kumbe mwalimu wako yuko hapa. Si ndio? Alikufundisha. Haukukaa tu mwenyewe ukaanza siu vitunguu unafanya nini unafanya. No. Ilipasa ukae darasani ujifunze. Biblia nayo ndio hivyo hivyo. Ndio hivyo hivyo. Unapaswa ukae darasani ujifunze kuhusu Biblia ili uweze kufundisha kuhusu Biblia. Kwa hiyo tusiogope kukaa darasani, tusichoke kujifunza. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu anaonesha kwamba katika umri wake mdogo wa miaka 12 alikuwa ameanza kuweka juhudi katika kujifunza maandiko. Miaka 12 ameanza kujifunza maandiko. Kwa hiyo usimshangae akiwa na miaka 30 ana ufahamu mkubwa vile wa maandiko. Alianza kujifunza muda mrefu. Maana yake Yesu akiwa na miaka 17 alikuwa anajifunza maandiko, 18 anajifunza maandiko, 20, 21 mpaka anafikisha miaka 30 anaanza huduma, ana ufahamu mkubwa wa maandiko. Mpaka wanaomsikiliza wanamshangaa. Wasa huyu kapata wapi ufahamu? Lakini alijifunza. Hawa walimu walioketi nao walikuwa ni wataalamu wa sheria ya Musa, wasomi kabisa. Hawa ni walimu wa Musa na manabii. Walimu wa Musa na manabii maana yake ni wataalamu wa vitabu vya Agano la Kale, wanaofahamu. Ni muhimu kukaa chini kujifunza. Usichoke kukaa chini kujifunza, kwa sababu ni lazima ujifunze kuhusu nani? Kuhusu Yesu. Ujifunze Biblia. Angalia Luka 4:16. Luka 4:16. Luka 4:16. Luka 4:16. Luka 4:16 tumefika. Anasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Soma, pameandikwa nini? Kwa ujasiri. Wote. Nataka msinongone. Nataka wote nisikie sauti zenu. Anasema kwa maana Roho yes. Kumi na 19. Yes. Huyu ni Yesu.
akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Maana yake ilikuwa ni kawaida yake, ilikuwa ndio utamaduni wake kwenda katika sinagogi kujifunza. Akasimama ili asome, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo hicho. Ndio maana tunapaswa tuwe tuna uwezo tuizoee Biblia. Ukiambiwa kitabu fulani unakifungua, kitabu kipo wapi? Sasa kufungua Biblia, kujua kitabu kipo wapi, hakuji tu, yani hakuji kwa muujiza. Kuna kuja kwa sababu umeizoea Biblia yako, unaisoma mara nyingi. Sasa anasema akafungua chuo cha nabii Isaya. Chuo cha nabii Isaya ni nini? Ni maandiko. Fungua Isaya 61. Isaya 61. Mstari wa kwanza. Na mtanisomea nyinyi wenyewe, mtasoma hapo. Isaya 61 mstari wa kwanza. Mtasoma wenyewe hapo. Isaya 61 mstari wa kwanza. Isaya 61 mstari wa kwanza. Isaya 61 mstari wa kwanza. Ndio maana tutafanya kadiri tuwezavyo. Fanya kadiri uwezavyo uwe na Biblia, sawa? Kadiri uwezavyo upate Biblia. Tumeelewana? Uwe na Biblia. Soma Biblia. Angalia 61 anasemaje? Mstari wa kwanza. Kwa sauti? Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ndio. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika mikono. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Mstari wa pili. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ndio. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Wafariji wote waliao, sio? Mnakumbuka hayo maneno ni yale Yesu aliyosoma kwenye Isaya, kwenye Luka, si ndio? Luka 4:16 ndio tumekutana na hayo maneno. Hiyo inamaanisha nini? Yesu alipoambiwa afungue alipopewa chuo cha nabii Isaya, alifungua Isaya ngapi? 61. Naelewa vizuri? Hiyo inakuonyesha kwamba Yesu alikuwa na ufahamu wa maandiko. Alikuwa anajua. Na hivyo ndivyo ambavyo wewe unapaswa uwe na ufahamu wa, lakini ufahamu wa maandiko hauji pasipo kujifunza. Wafahamu wapendwa, wengi wanapenda wakija kanisani kusiwe na kujifunza sana. Kwa sababu kujifunza kunachosha. Sasa mtu nikienda kanisani kule ni kujifunza tu. Bora niwe sehemu ambayo tutaenda, tutafurahi, tutacheza, tutafundishwa neno dakika 20. Si ndio? Baada hapo tunarudi nyumbani. Na hii ni sehemu nzuri. Lakini hiyo sio sehemu nzuri kwako. Sehemu nzuri kwako ni pale ambapo unafundishwa neno muda mrefu. Kwa sababu unapofundishwa neno muda mrefu, akili yako inakuwa na uelewa wa Mungu wa kiwango kikubwa. Ukishamjua Mungu kwa kiwango kikubwa, una uwezo wa kuwa na ujasiri katika maisha yako binafsi mwenyewe, lakini pia una uwezo wa kuifanya kazi yake kwa ujasiri. Na ndio maana tunatoa muda mwingi wa kujifunza neno, muda mrefu wa kujifunza neno. Sasa Yesu alikuwa na utamaduni wa kujifunza. Sio kwa sababu yeye alikuwa ni Yesu basi hakuhitaji kujifunza au kufundishwa. Hapana. Alijifundishwa, baada ya hapo akaenda kuwafundisha watu wengine hapo baadaye. Kwa Yesu alikuwa na desturi ya kusoma maandiko. Alipenda kusoma, hatimaye akawa na ufahamu wa maandiko. Alipenda kusoma. Na sisi kama kanisa tunapenda kusoma. Tunapenda kusoma. Tunasoma Biblia. Makutaniko yetu ni makutaniko ya kusoma Biblia.
Mtu akuchanganye. Haleluya, haleluya. Angalia kitabu cha hiki ni kitabu cha Luka 10:38 kama sijakosea. Luka 10:38, kwa sababu kwenye notes zangu kuna neno nililisahau kuliandika, lakini naamini itakuwa ni Luka 10:38. Luka 10:38. Luka 10:38. Yes, ndio hapo nafikiri. Nitasoma, mtaniambia kama inafanana na huko kwenye Biblia zenu. Anasema ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja. Inasema hivyo Sawa. Anasema ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amechagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Hawa ndugu wawili Yesu amewatembelea. Mmoja anahangaika, anamtengenezea Yesu juisi, anamkangia chipsi. Mwingine amekaa miguuni pa Yesu. Maana kukaa miguuni pa Yesu sio kwamba alienda kakaa kwenye miguu ya Yesu. No. Hii ni tafsiri ya Biblia yenye maana kwamba alikuwa chini ya mamlaka ya Yesu, kwamba amekaa anamsikiliza. Mariamu anamsikiliza. Sasa huyu ambaye anahangaika kuandaa kwa ajili ya Yesu anakasirika. Kwani Yesu, huyu ndugu yangu muda wote anaongea tu na wewe, haji kunisaidia huku kazi. Yesu anasema huyu amechagua fungu gani? La kujifunza. La kujifunza. Kusikiliza maneno yake. Unapochukua muda wa kujisikiliza maneno ya Mungu kama hivi, umechagua fungu jema. Hili ni fungu jema. Na anasema ambalo hataondolewa. Hakuna mtu ana uwezo wa kuondoa ufahamu wako juu ya maandiko ukiujua. Hayupo. Anaweza akachukua kila kitu kwenye maisha yako, lakini ufahamu wako juu ya Mungu hawezi kuondoa, kwa sababu unayo elimu kuhusu Mungu. Sasa unamjua. Fungu jema alilochagua Mariamu ni kujifunza kusoma maandiko, kwani huwezi kuelewa maandiko pasipo kusoma Biblia. Hii ndio sababu kila tukikutana tunajifunza maandishi ya Biblia. Hii ndio namna tunavyoweka juhudi katika maandiko, na kwa hili tunayaelewa. Tunayaelewa kwa kuweka juhudi, tunakaa chini tujifunze neno. Kazi ya kwanza ya mchungaji ni nini? Kufundisha neno. Safi sana. Umeelewa? Kazi ya kwanza ya mchungaji ni kufundisha, sio kutoa mapepo. Kwa sababu inayofanya mtu awe na mapepo ni kwa sababu hajafundishwa neno vizuri. Mnaelewa? Ukifundishwa neno vizuri huwezi kuwa na mapepo, kwa sababu kiuhalisia huna mapepo. Ila ukifundishwa neno vibaya utaona muda wote una mapepo. Kwa nini nasema hivi? Mtu aliyeokoka hawezi kuwa na pepo. Swali linalokuja katika ufahamu wako, kwa nini watu waliookoka ndio wanaolipuka mapepo kanisani? Alilipuka wiki iliyopita, Jumapili analipuka tena, Jumapili ijayo atalipuka tena, mwezi ujao atalipuka tena. Inawezekana hata mwaka ujao akija atalipuka tena mapepo. Hii ni sababu gani? Nini kinasababisha hayo? Mmeshaijiuliza au mnafurahia?
Maana kuna mtu mwingine akienda kanisani asipolipuka mapepo ajisikii. Anasema kanisani nguvu za Mungu hazijanigusa. Kwa sababu yeye nguvu za Mungu kwake ni kwamba ni lazima alipuke mapepo. Na mtu mwingine akienda kanisani akiona kanisani wote walikuwa wametulia tu, mbona kanisa zima hatujalipuka pepo hata mmoja? Anaona kule lile kanisa halina nguvu. Kwa sababu nguvu za Mungu ni kulipuka mapepo. No. Kinachosababisha watu walipuke mapepo tena na tena ni ujinga. Hawajui neno. Hawajui neno. Na wanafundishwa kuhusu mapepo. Hawafundishi kuhusu Mungu. Nenda kachukue muda, fuatilia maeneo yote ambayo watu wanalipuka mapepo. Mtu ameokoka toka mwaka 2010 mpaka leo analipuka mapepo. Nenda kasikilize wanafundishwa nini. Kile wanachofundishwa ndicho kinachofanya walipuke. Ikiwa unafundishwa aina za majini, utalipuka mapepo. Ikiwa unafundishwa namna gani wachawi wanapaa na kushuka, utalipuka mapepo. Maana kuna watu wanajua majini yote ila hajui hata malaika mmoja. Majini yote wanafundishwa wapi? Kanisani. Sio mjui, kanisani wanakaa chini ya mchungaji kama mimi ninapofundisha. Mchungaji anasema somo letu la leo jamani tutajifunza aina za majini. Sasa hilo ni darasa la uchawi, sio darasa la kumjua Mungu. Anafundishwa namna wachawi wanafanya kazi saa ngapi, wanafanya kazi wapi, wachawi sio wanakaa wapi. Wanafundishwa ukijisikia hivi ujue una pepo hili, ukiota ndoto hii ujue una pepo hili, ukiona unakula kucha ujue una pepo fulani, unakula udongo una pepo fulani. Kama unajua ile inaitwa makata. Yeah. Na mimi nalijua hilo. Nishaifundishwa. Nishaifundishwa na mimi. Lakini hiyo elimu ndio inayowafanya watu walipuke mapepo. Hiyo elimu ndio inayofanya watu muda wote wawe na hofu. Nikikufundisha mwanzo wa ibada mpaka mwisho nikikufundisha aina za majini, ufahamu wako unakuwa sensitive na majini. Ukitoka tu hapo mlangoni akili yako inawaza tu majini. Unawaza tu majini. Ukiingia nyumbani kwako unawaza majini. Ukilala unawaza majini. Kinachofanya watu walipuke mapepo ndio hayo mafunzo. Elimu hizo ni elimu za giza, sio elimu za Mungu. Mungu hakukusudia uyajue mapepo kuliko unavyomjua yeye. Mungu ametaka umjue yeye na sio ujue pepo. Niliwapa mfano siku moja. Niliwaambia nikitaka giza liondoke nafanya nini? Unawasha taa, si ndio? Neno la Mungu ni taa. Badala ya kuhangaika na giza, jifunze neno. Neno linaangaza, likiangaza giza linaondoka. Giza linaondoka. Mtu analipuka mapepo kwa sababu moja, hajaokoka. 2, hajafundishwa neno sawasawa. Huyu mtu aliyeokoka alafu hajafundishwa neno sawasawa, yale mapepo yapo kwenye akili yake, hayapo kwenye roho yake. Kwa sababu kwenye roho yake yupo Roho Mtakatifu. Mapepo yapo kwenye ufahamu wake. Kwa hiyo anafanya nini? Ninasema hivi, ukiota ndoto hii ujue kuna roho hii imekushika. Kwa hiyo utaelewa kwamba jana usiku mimi niliota ndoto fulani, kwa hiyo hii roho imenishika. Nitakapoanza maombi kusema katika jina la Yesu, roho fulani kuachie, utalipuka tu, kwa sababu umeshakubali kwamba kwa kuwa nimeota ndoto fulani basi kuna pepo liko ndani yangu. Utalipuka mapepo.
Lakini nitakapokuambia kuhusu Roho Mtakatifu yuko ndani yako, hata ukiota ndoto, si ndoto gani, unao ujasiri kwamba no, sio uhalisia wangu. Uhalisia wangu mimi ni nani? Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Hakuna pepo anaweza kukaa ndani yangu. Hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna yote ambaye anaweza kuweza. Ndio maana kama mmekuwa makini sasa hivi, siku kadhaa ambazo tumekuwa wote hapa kanisani, hakuna siku mmeona tunamshusha mkuu wa anga. Umesikia kama tunamshusha mkuu wa anga? Mara si tunakamata wachawi wote wa Bunju, mara tunafanya kitu gani? Mapepo si yafanye nini? No. Biblia inazungumza kwamba tumeketi pamoja na Kristo. Pale Yesu alipo ndipo tulipo. Na Yesu yupo juu ya falme zote, yupo juu ya mamlaka yote. Kama Yesu yupo juu ya mamlaka yote na falme zote, itakuwa ni ujinga pale ambapo mtu aliye juu anashughulika na wa chini. Ni mtu wa chini tu ndo anashughulika na aliye juu ili amshushe. Ukianza kusema kuna pepo liko juu na lishusha, maana yake wewe uko chini ya mapepo, ambayo ni kinyume na kile Yesu alichokifanya. Yesu alikutoa kutoka kwenye ufalme wa giza, amekuingiza katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu hakuna mapepo. Katika ufalme wa Mungu hakuna majini. Katika ufalme wa Mungu hakuna wachawi, hakuna waganga, hakuna mizimu, hakuna chochote kinachoitwa nini? Ndio maana kadiri ninavyokufundisha hivi, huwezi kuja kulipuka mapepo. Huwezi kuja kulipuka mapepo. Ndio maana lazima uwe makini na unachokisikiliza. Mnanielewa? Tukiachana hapa, mnarudi nyumbani kwenu. Mkirudi nyumbani kwenu, mna uhuru na TV zenu, mna uhuru na redio zenu, mna uhuru na simu zenu na YouTube zenu. Kuwa makini na unachokisikiliza. Kwa kuwa umefundishwa neno, pima kila mahubiri kwa kutumia neno. Kama hayakidhi vigezo vya hili neno unalokufundisha vya uhalisia wako katika Kristo, achana nayo. Usiende kujifunza masomo tu asema ukiona nyumbani kwako kuna mende ujue kuna roho gani. Na kweli unaona nyumbani kwako kuna mende wengi sana. Lakini sio kweli. Panya sio kweli. Sasa panya ni roho gani? Panya ni roho gani? Hayo mafundisho ni mafundisho madhaifu, ni mafundisho manyonge, ni mafundisho ambayo hayatokani na Mungu, yana lengo la kuharibu ufahamu wako, usiweze kujitambua Mungu alifanya nini kwa ajili yako. Ndio maana utakapofungua Biblia yako huwezi kuona mtume wa Yesu Kristo aliyefundisha aina za majini. Hakuna mtume wa Yesu Kristo aliyekomboa nyota. Sasa mtumishi, nyota yangu mimi nahisi imeibiwa. Nyota yako imeibiwa. Nyota ni nini? Au ndugu zangu ndio mnanisikia mimi leo nazungumza haya? Hamjai yasikia? Hamjai enda kwenye ukombozi wa nyota? Kusafisha nyota ni nini? Havipo kwenye Biblia. Kama hakipo kwenye Biblia, hakistahili kuingia kwenye akili yako. Kwamba wewe uko ndani ya Yesu, alafu shetani anakuja anaiba nyota yako, kama kweli nyota ipo. Maanake huyu Yesu hatukupaswa kumwamini. Mnanielewa? Yaani ikiwa nimemwamini Yesu, alafu bado shetani anaweza akaja akachukua nafsi yangu akaipeleka baharini. Sina haja ya kumwamini Yesu. Ni bora ningeishi tu kama watu wengine huko. Tumemwamini Yesu afu shetani anafanya vitu vya namna hiyo. Maarifa sahihi juu ya neno la Mungu atakusaidia. Sasa nafsi yangu ipo kuzimu. Mnafahamu kuzimu ni wapi? Mtu aliyeokoka hawezi kwenda kuzimu. Sasa unaikomboaje nafsi ya mtu aliyeokoka itoke kuzimu? Ilienda lini? Na nafsi ni kitu gani?
hili neno litakujibu maswali yote. Tunapozungumza kuhusu nafsi, tunazungumzia akili yako. Nafsi tunazungumzia hisia zako. Nafsi tunazungumzia eneo lako la maamuzi. Nafsi tunazungumzia utashi wako. Sasa na wewe umeokoka, upo kwenye mstari wa kuombewa nafsi yako ikombolewe itoke kuzimu. Unaposema nafsi yangu imeenda kuzimu, maana yake hisia zako zimeenda kuzimu. Nikija kukufinya hapo utasikia maumivu. Unaposema nafsi yako imeenda kuzimu, una maana kwamba akili yako imeenda, umekuwa kichaa wewe. Lakini mtu anamnayo sio kichaa, ni ana akili zake, tunaongea, tunaelewana kabisa. Ukimfinya anasikia maumivu, anasema nafsi yangu ipo kuzimu. Mtumishi, nafsi yangu ipo kuzimu. Ipo kuzimu. Nafsi ni nini? Hajui nafsi ni nini. Mpendwa huyu hajui nafsi ni nini. Anatia huruma, kakutana na mchungaji akamwambia nafsi yako ipo kuzimu. Kwa njoo kwenye maombi, anakombolewa nafsi yake itoke kuzimu. Anatoa mpaka sadaka ya ukombozi, nafsi yake itoke wapi? Hajui maana ya nafsi. Mnajua ni kwa nini mnahitaji kujifunza neno? Hiyo ndio sababu. Ili msiingie kwenye upotofu, msiingie kwenye uharibifu. Toa muda wako kwa ajili ya neno. Toa muda wako kwa ajili ya kujifunza. Toa muda wako kwa ajili ya neno. Toa muda wako kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa vizuri? Chukua muda kujifunza neno. Weka juhudi katika neno. Weka juhudi katika neno. Usiruhusu adui akuvurugie muda wako na neno la Mungu. Weka umakini katika neno. Usisikilize vitu ambavyo viko kinyume na neno kabisa, kwa sababu hivyo ndio vinavyoleta uharibifu. Tusimame juu katika jina la Yesu. Tusimame juu katika jina la Yesu. Hivyo vinaleta uharibifu. Sema nitalipenda neno. Nitaliheshimu neno. Nitasoma neno. Yes. Nitapima kila mahubiri kwa kutumia neno. Sio mahubiri ya mtumishi yote, hata mahubiri yangu mimi yapime kupitia neno. Ukiona ninafundisha kinyume na neno la Mungu, unayo haki ya kuto kunisikiliza. Amen. Unayo haki. Na Mungu hana shida na wewe. Kwamba ukiona mtumishi anafundisha upotofu, ukasema mimi siendelee kusikiliza. Mungu anaweza kusema wewe, kwa sababu Mungu anataka uwajibike kulinda nafsi yako, uwajibike kulinda maisha yako na upotofu. Na upotofu. Kwa sababu kuna watu wengi maisha yao yameharibika kwa sababu tu walienda kanisa fulani, wakafundishwa aina fulani ya elimu, imeharibu maisha yao kabisa. Kabisa imeharibu maisha yao. Watu wangapi hawaongei na wazazi wao waliambiwa na nabii mama yao ni mchawi? Wapo wengi. Wapo wengi. Familia zimevurugika. Watu hawaongei. Ndoa zimevunjika kabisa. Mtu amekaa na mume wake miaka 10, kakutana na mtumishi wa Mungu anamwambia huyu sio mume wako. Na yeye amerudi nyumbani anasema sio mume wangu wewe, mimi naenda kuanza maisha yangu mengine. Ni kwa nini? Tunataka hisia zituongoze, tunaliacha neno. As long as uko hapa na umeamua kujifunza neno la Mungu,
akili yako itafanya kazi vizuri zaidi kuliko hisia zako, na utaifuata akili yako zaidi, kwa sababu akili yako itakuwa imeathiriwa na neno la Mungu. Inajua namna ya kufanya maamuzi sahihi na namna ya kupima mambo na kuyaendea. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Pima neno, pima unachofundishwa. Sio cha mtumishi mwingine yote tu, nimesema hata mimi unaruhusiwa kukipima. Ndio maana natoa muda kukutaka uulize maswali. Sema moja elewa. Kwa nini? Ni lazima nihakikishe kwamba ninachokufundisha ni sahihi kwa ufahamu wako kama muamini, ambacho hakina lengo la kukuharibu, hakina lengo la kuharibu maisha yako ya kiroho, lakini hakina lengo la kuharibu maisha yako pia ya kimwili. Haleluya. Haleluya. Mshukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya neno na kwa ajili ya ibada leo. Katika jina la Yesu. Baba, asante.